Wakiwa wanaelekea mwishoni kabisa mwa usajili wao wa dirisha dogo, Young Africans wamebakiwa na shilingi bilioni 1,786,152. Hicho ndo kiasi ambacho Young Africans wamebakiwa nacho katika ada ya usajili ambayo wanaweza kuitumia. Sasa naomba nieleweke kitu kimoja. Mimi always napenda kwenda na vitu ambavyo vimesimama zaidi. Niliwahi kuweka bayana, nafikiri kwenye video kadhaa zilizopita, nilipokuwa naelezea kuhusu bajeti ya Young Africans na namna ambavyo wametumia pesa katika kumsajili Alan Okello, gharama ambazo pia zimekwenda kwa Depu. Niliweka bayana nitasimama kwenye mauzo tu ambayo Yanga waliyafanya. Bajeti ya usajili ambayo naizungumzia hapa ni ile ambayo imebaki kutokana na ada ya uhamisho ambayo wao walipokea kutokana na mauzo ya Stefan Aziz Ki katika dirisha kubwa. Najua Young Africans waliweka bajeti yao bayana katika mkutano mkuu katikati ya mwaka uliopita, lakini ili niweze kwenda na nyinyi sambamba, nataka niishi na bajeti ambayo ipo kutokana na mauzo ambayo waliyafanya. Always huwa naweka bayana, na hii ni mara ya pili itakuwa katika jukwaa hili, kwamba vilabu vinakuwa na msuli wa kununua kutokana na msuli ambao wanaweza kuuandaa pale wanapokuwa wanauza. Mikakati yako, pooling yako katika kukaa meza moja na watu ambao wanahitaji wachezaji wako kuweza kufanya biashara ambayo ni nzuri, ndio inakuweka kwenye mazingira ya kuweza kuandaa bajeti ambayo itakuwa ni nzuri kutokana na mauzo ambayo utakomeyafanya. Kwa hiyo hichi kiasi ambacho nimekitaja, bilioni 1,22,786,152 ni pesa ambayo Young Africans wanayo hivi sasa kwa mahesabu yangu, mara baada ya kukamilisha usajili wa Alan Okello pamoja na Laurindo Nilson Maria Aurelio almaarufu kama Depu, kwenye kile kiasi ambacho Yanga walikipokea baada ya kumuuza Stefan Aziz Ki. Na niliweka bayana hapa kwamba Yanga walipomuuza Aziz Ki hawakuipata pesa yote kwa mkupuo mmoja. Lazima tuelewane vizuri hapa. Hizi sajili ambazo zinafanywa kwa gharama kubwa, iwe ni Afrika iwe ni Ulaya, pesa usije ukafikiri kwamba yote inaingia kwa wakati mmoja. Ile pesa huwa inaingia kwa installments. Yaani unaweza kukuta pesa inalipwa labda kwa miaka mitatu, inalipwa labda mara 4, inalipwa mara 5, mara 8 kulingana na makubaliano. Kwa unakuta ile pesa kwa kila mwaka kuna kiasi fulani ambacho kinalipwa. Young Africans makubaliano yao na Wydad ilikuwa ni kwamba kile kiasi cha dola milioni 1 ambacho kilikuwa kimetokana na mauzo ya Stefan Aziz Ki, Yanga wao wanakipokea mara 2. Wakipokea katikati ya mwaka uliopita na mwishoni mwa mwaka uliopita ndio wamekuja kumaliziwa kiasi chao kingine cha pesa cha dola milioni 1. Kwa hiyo hivi ninavyozungumza, kwa kutumia tu bajeti ambayo Yanga wanayo kutokana na mauzo ya Aziz Ki, Yanga wana bilioni 1. Wale wachezaji ambao walisajiliwa katika dirisha kubwa nimewaweka katika fungu lile la bajeti ambayo ilikuwa inatajwa siku ya mkutano mkuu, kwa sababu pesa ya Aziz ilikuwa haijaingia yote kipindi kile. Kwa hiyo manunuzi yote, na hayakuwa mengi actually. Yaani hapa nikianza kutaja usajili wa Yanga dirisha kubwa unaweza kuwa surprised. Gharama kubwa ambayo Yanga walitumia dirisha kubwa ilikuwa ni kwa Musa Bala Conte, euro 215,000 kama shilingi milioni 500 na kitu hivi. Ile ilikuwa ndo gharama kubwa ambayo Yanga walitumia katika dirisha kubwa lililopita. Lasine Kouma pamoja na Celestine kuwa wanafuata hapo kwa pamoja, kwa mujibu wa makadirio yangu inafika takriban kama bilioni 1 na milioni kama 400 hivi kwa wote watatu hao. Then unakwenda kwa watu kama kina Boyeli ambaye ameshaachwa, mtu kama Frank Kasinki hao walikuja kwa mkopo, Mohamed Dumbia, Mohamed Hussein walikuja bure. Then mtu kama Casemiro, Ninju nao ukiangalia bei zao, Chikola, Edmund John, gharama zao zilikuwa ni moderate. Kwa hiyo ukijaribu kutizama hasa kiukweli Young Africans, ukijaribu kupima hasa matumizi yao, Yanga wametumia pesa nyingi sana in relation na wachezaji ambao wamewasajili. Yanga wamechana sana mfuko dirisha hili dogo kuliko walivyofanya katika dirisha kubwa. Hawa kina Okello pamoja na Depu hao, kwa pamoja hawa wametumia bilioni 1,476,848,848 hawa watu wawili. Kwa hiyo basi Young Africans kwa hoja hiyo wana in excess ya shilingi bilioni 1, na
Kwa mujibu wa msemaji ni kwamba usajili unaendelea. Kwa mujibu wa taarifa ambazo niko nazo, Young Africans wanamtafuta mbadala Abubakar Komeni. Kwa hiyo taarifa zinadai huenda mtu kama Yona Amos akawa anajiunga na klabu ya Young Africans, lakini kuna usajili mwingine mkubwa unazungumzwa hivi sasa. Kuna taarifa za usajili mwingine mkubwa ambao Yanga wanataka kuufanya, na kwa hoja hiyo, hicho ambacho nimekitaja kinaonekana kabisa kipo ndani ya budget ya Young Africans, kipo ndani ya uwezo wao kuweza kupata mchezaji ambao wanamhitaji wa gharama kubwa. Yaani Yanga hivi sasa kwa kutumia tu fedha ambayo ilitokana na mauzo ya Aziz Ki wako kwenye nafasi ya kuweza kupata mchezaji mwingine wa gharama kubwa, kama ambavyo walifanikiwa kwa Alan Okello pamoja na Depu, na bado akaweza kumpata goalkeeper chaguo la pili ambaye atakuja kuchukua nafasi ya Abubakar Komeni. Kwa hiyo ndiyo habari iliyopo, na hicho ndicho ambacho Young Africans wanaweza kukitumia kama sehemu ya kujaribu kuendelea kufanya maboresho makubwa kwenye dirisha hili dogo la mwezi Januari.